au kwenye ratiba inaonyesha kesho yanafanyika mazungumzo yale pale Oman ya Irani na Marekani. Lakini kabla ya hapo yalifanyika mazungumzo ya awali Uturuki, ambayo kwa wale ambao ndo wanaamka saa hizi wakati tunakuja hapa alfajiri hii inaonekana washaanza kushindwana. Kushaanza kutokuelewana. Mazungumzo ambayo yalifanyika ya awali kabisa ni kama, kwa sababu alikuwa ni kama ya kuzungumza watakachokwenda kuzungumza Oman. Ndio. Kwa hata kukubaliana kwanza mtakwenda kukubaliana kule yameshindikana. Ni kama mazungumzo yameishia njiani. Sasa kesho sijui kama itafanyika Oman, lakini mpaka sasa ilifanyika Uturuki yamevunjika. Kabisa. Na mpaka jana nilikuwa taarifa kubwa sana ya viongozi wa Marekani pamoja na viongozi wa nchi ya Iran kuendelea kuzungumza katika yale maslahi ambayo yalikuwa mizani kuhakikisha kwamba wanaenda kupunguza sintofahamu miongoni mwa pande zote mbili. Na unafahamu kwamba Steve Witkoff ambaye mwanadiplomasia mwandamizi ambaye amekuwa akitumika na utawala wa Trump alienda katika nchi ya Israeli na kuweza kukutana na Netanyahu. Netanyahu wakaweka maslahi yake mizani. Na maslahi ambayo ameweka Netanyahu, kwa sababu katika mpango wa kwanza ulikuwa ni kuzungumza swala zima la nyuklia. Nyuklia salama. Marekani na Israeli wanataka Irani waweze kupunguza mpango wa nyuklia mpaka 3%. Kwa sababu sasa hivi Irani wamefikia 60%. Kwa Israeli unaona kabisa kwamba ni tishio dhidi ya usalama wao. Sasa Irani wakasema kwamba tupo tayari kukaa kwenye meza mazungumzo, lakini mpango wa nyuklia lazima uweze kufikia, tuzungumze kuhusu nyuklia salama. Sio kuacha kutumia nyuklia, bali tuzungumze kuhusu nyuklia salama. Lakini ukitazama kwa Netanyahu akaongeza maslahi mengine kwenye meza mazungumzo. Akaongeza kwanza lazima Irani iache kuzalisha drone na intercontinental ballistic missile, kwa sababu Irani kwa siku wanazalisha drone 400 utazama kwa siku moja, na ndio limekuwa taifa kinara katika kuzalisha drone kwa sababu ni cheap ukitazama na gharama nafuu utazama. Sasa baada ya Steve Witkoff kuonana na Netanyahu kuzungumza, na inataja kwamba Netanyahu kama ana pressurize utawala wa Trump uweze kujaribu hata kuingia vitani dhidi ya nchi ya Iran. Na katika mazungumzo ambayo yalikuwa yanaendelea katika nchi ya Uturuki, tukamshuhudia Abbas Araghchi, kuna kwamba waziri wa mambo ya nje wa Iran akaenda kukutana na counterpart ya Marekani dhidi ya washirika wa kikanda, kwa sababu hii diplomasia tunaita ni multilateral, sio bilateral. Yani sio kati ya mataifa mawili au sio tripartite mataifa matatu, ni multilateral. Kuna mataifa mengi ya kikanda. Ndio maana ukisikia anahusishwa Urusi, anahusishwa China, si Saudia, Qatar, Kuwait, kwa sababu ni multilateral. Ni diplomasia ambayo inahusisha watu wengi ambao wana maslahi, either wanaathirika moja kwa moja au hawaathiriki. Lakini walivotoka sasa Uturuki, Iran wakasema kwamba tunataka mazungumzo haya yaende Oman. Lakini tunapoenda Omani, ambayo itajua ifanyike kesho Ijumaa, tunapoenda Omani, mpango wa kusema kwamba sisi tusiwadhamini Wahusi, tusiwadhamini Hezbollah, Hamas, hatibu Hezbollah, huo mpango usiwe mazungumzo. Marekani wanataka uwe sema mazungumzo, Irani hawataki. Kwa sasa jana Marco Rubio jana usiku ametangaza kwamba makubaliano hayo yamefanyaje, yamevunjika. Kwa kesho hakutakuwa na makubaliano. Na Trump vile vile amejaribu kama kutoa matishio kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Khamenei, kwamba amesema kwamba Ayatollah Khamenei amemuonya, kwa sababu alikuwa anategemea kwamba waweze kukaa kwenye meza mazungumzo kuweza kufikia deal. Na Trump kipindi anaojua akasema kwamba tunaamini mazungumzo haya yanaweza kufikia hitimisho. Jana nilikwambia Mtei kwamba utawala wa Tehran kuna watu ambao wanaweza kulinda maslahi ambao wapo kwa ajili ya taifa. Kama kwa mfano nikwambia huyu ambaye anaitwa Al-Shamkan, mwanadiplomasia mwandamizi ambaye amekuwa ni mshauri wa masuala ya diplomasia, na yeye ndo anaitwa top negotiator katika upande wa Irani dhidi ya jumuiya ya kimagharibi. Na huyu jamaa anatajwa kama ni mtu ambaye mwenye akili sana, kwa sababu cha kwanza ni kiongozi mzoefu na sekta ya ulinzi na usalama, ameshika nafasi nyeti akizidi sana mwa diplomasia mwandamizi. Kwa huyu sasa anapoenda kwenye meza mazungumzo ndo amekuwa akilinda maslahi ya Irani kwenye meza mazungumzo. Na unafahamu kuna negotiation, kuna negotiation kuna level ya taifa. Mnazungumza kuhusu national interest. Kila taifa lina maslahi yake ambayo inaamini. Marekani kuna maslahi yake ambayo inaamini, Israeli
dhidi ya Iran. Sasa ukitazama counterpart ya Marekani inaongozwa na Steve Witkoff. Utazama ambao Steve Witkoff katika utawala wa Trump ndio mtu ambaye amekuwa akishughulika na mizozo ya kimataifa kuanzia Gaza, kuanzia Ukraine, ukitazama kuweza kuwa mediator. Sasa tafsiri ya kukwama kwa mazungumzo inamaanisha nini? Maana ni kwamba kila upande umeenda kuwa na majibu yake mfukoni. Na hii sasa inaitwa ni negotiation deadlock. Yani ule mpango haujafikia katika hitimisho. Kwa sasa hapa kila upande ambao tunaita ni side meeting unaenda sasa kurudi nyuma. Je, katika mpango ambao tumeweka mizani haujafikia, tumelinda maslahi yetu, tunaweza vipi kwa kuhakikisha kwamba upande mwingine unaweza kufikia kile ambacho sisi tunachoamini? Kwa sababu lazima kuna negotiation mfikie kuna kitu ambacho kinachoitwa mutual agreement, makubaliano ya pamoja. Lakini ukitazama mpaka jana makubaliano hamna. Iran na majibu yake mfukoni kwa mimi mpango wa nuclear tuzungumze, lakini kuhusu nuclear salama, sio kuharibu nuclear yangu na kuchukua ule utulishaji. Kwa sababu hoja ilikuwa ni kwamba Netanyahu anasema kwamba vinu vya nuclear, madini ya nuclear yachukuliwe yapelekwe katika nchi ambayo inaaminika yakaharibiwe. Huko anasema hapana, huu ni ujinga. Mbona wao wana nuclear? Mbona Marekani wana nuclear? Mbona? Sasa hoja msingi ni kwamba je, Ayatollah Khamenei alisema kwamba vita ikitokea itatokea vita ya kikanda. Sasa diplomasia haijafikia hitimisho. Je, wanaweza wakatumia hard power ambao ni vita? Na nataka nikuulize kichambuzi kabisa, yasipofanyika nini kinaweza kutokea? Sasa yasipofanyika kuna option ambayo unaweza kuzichukua. Option ya kwanza kwa sababu katika upande wa nchi za Israeli na Marekani. Option ya kwanza ni kuendeleza vikwazo. Total economic sanction. Kwamba sasa tuwezi kuwaumiza kiuchumi. Hiyo la kwanza. Lakini option ya pili sasa utazama ni kuhakikisha kwamba tunaweza kusabotage. Kusabotage sasa nini? Mpango wa nuclear au kusabotage viongozi wao. Lakini je, sasa unajiuliza hiyo inaweza kuleta afya ndani ya Iran? Swala la kwanza. Lakini swala la pili, hoja nyingine ya tatu ni kuanzisha vita dhidi ya Iran. Tumeshuhudia Saudia walionya kwamba wao angalau itatumika, Bahrain, Kuwait wote walionya kwamba tutaki vita vya kikanda. Na paka jana na juzi wanadiplomasia wengi wa Mashariki ya Kati walikuwa wanakaa wanazungumza, kwa sababu hili ni swala ambalo limekuwa likimwathiri kila mtu. Utaona. Kwa sasa option ya vita itategemea na mchakato wa uchambuzi wa athari. Nilisema jana kuhusu masuala rational approach. Namna gani maamuzi yako yanaweza yakaathiri uchumi, mtazamo wako, diplomasia, hata uchumi wa kimataifa. Lakini sasa kwa Israeli anatamani Marekani aingie vita dhidi ya Iran. Na Marekani alishaji. Ambao kwa upande wa Marekani kutakuwa kuna athari kubwa sana ambao hawataki. Sasa vile hii ni turufu kwa Israeli kwamba kwa sababu na mazungumzo ambayo yatakiwa yafanyike jana, Iran walisema kwamba tutazungumza kati ya Marekani na Irani tu, hawataki watu wengine. Tukae mimi na wewe tuzungumze kuhusu ni mpango wa Iran, mpango wa nuclear. Walikuwa hawataki Israeli, hawataki Uturuki wala si Saudia. Tukae mimi na tuzungumze. Na kwa nini unajua Iran anafanya hivi? Anajua kabisa kwamba akikaa na Marekani amemwekea vikwazo. Kwa sababu yale mazungumzo ni kwamba Marekani anaambiwa tuondolee vikwazo, tupunguze mpango wetu wa nuclear. Lakini anajua kwamba wakiwa Israeli demand zao zitakuwa hawa jamaa wanawasupport Hezbollah, wanawasupport Hamas, wanawasupport Houthi, wanatishia uwepo wetu. Unaona negotiation inavuka ngumu. Sasa ndio maana kuna ya masuala ya negotiation yanakuwa ni ngumu katika kulinda maslahi ya nini? Maslahi ya taifa. Sasa na tunasubiri paka leo na kesho hatua ya Trump, kwa sababu kwa upande wa pili washasema kwamba wao vita ikianza itakuwa ni vita ya kikanda. Je, counterpart ya Trump watakuja na mpango gani baada ya makubaliano kukwama ambayo tukio yafanyike Oman dhidi ya Ali Shamkani, wakina Marco Rubio, Steve Witkoff na wakina Abbas Araghchi? Haya bana, hayo ndio update ya kile ambacho kinaendelea kati ya Iran na Marekani, na mazungumzo yalitarajiwa kufanyika Oman. Tutaona mpaka atakapofikia baadaye kupitia kwenye taarifa zetu mbalimbali kama kuna option nyingine tutakuwa wameichukua, kama wataenda ama ndio itakuwa imeishia hapo Uturuki, tutayafahamu. Lakini taarifa nyingine pia kuhusu Marekani, nimeona jana mazungumzo ya rais wa Marekani na rais wa China Xi Jinping kwenye masuala mengi wamezungumza kwa njia ya simu.